Kila ifikapo tarehe 15 ya mwezi wa sita ni siku ya kupinga uzalilishaji kwa wazee duniani. Siku hii ya kupinga uzalilishaji kwa wazee, Baraza Kuu la Umoja wa Kimataifa limetenga tarehe hii kwa makusudi ili kupaza sauti ya kupinga manyanyaso yanayowakumba wazee hao. Akizungumza na wanahabari ofisini kwake Migombani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Wastaafu Zanzibar JUWAZA, ndugu Salama Kombo anaeleza. Jumuiya ya wazee wastaafu inaadhimisha siku hii kwa kukutana na vyombo vya habari ili kuungana na wenzetu wote duniani katika kupinga vita vya udhalilishaji kwa wazee. Malengo ya maadhimisho hayo ni kupaza sauti kupinga vitendo vyote vya kukatili vinavyofanyiwa wazee, kimwili, kihisia, kiuchumi. JUWAZA katika kukabiliana na vitendo vya kukatili dhidi ya wazee imekuwa ikitoa elimu mara kwa mara. Ukiacha kutoa elimu kwa jamii tu, pia kumeanzishwa mabaraza ya wazee kupambana na vitendo vya ukatili ambavyo vipo kuanzia ngazi ya shehia hadi taifa. Sisi JUWAZA tumeanzisha mabaraza ya wazee katika shehia zote 338 za Zanzibar. Tumeanzisha toka mwaka 2011 mpaka 2014 mpaka 2016. Mnakumbuka tumepigania pension jamii kwa wazee wote waliokuwa hawajawahi kuwa pensioners, ambayo ilipitishwa mwaka Aprili mwaka 2016, na juzi Mheshimiwa Rais akaipandisha badala ya shilingi 20. Sisi tulipoona shilingi 10, shilingi 20 imetiwa na umri miaka 70, tukasema alhamdulillah, mambo yashakuwa mazuri, kwa sababu yoyote atokuja anaweza akapunguza umri, anaweza akaongeza pesa. Inshallah Mwenyezi Mungu kamleta jamaa, mtu kaja, mtu wa kheri, katupa shilingi 50. Shilingi 50 kwa mtu asofanya kazi ni kama 500,000. Nakwambia ni kabisa, kwa sababu anakaa kutwa siku 2 siku 3, anataka si shilingi tu au shilingi 1000 tu anunue kitu au ajifurahishe, kumpa mtu kitu zawadi hana. Lakini akizipata zile 50 zake, sisi ndo tunajua. Tulipokuwa tunapewa shilingi 20, tukenda kwenye mabaraza, wanasamia mimi pesa yangu shilingi 20 nimeiweka mwezi huu na mwezi huu na miezi mitatu, nilikuwa nikikrosi barabara hapo kila siku nakosewa na gari kwenda kuteka maji, lakini shilingi 60 nimemwita fundi maji kantilia ndani, bibi kizee. Mwingine mimi shilingi zangu ninaziweka 60, safari hii natimia miaka 100, basi nitatolea sadaka. Mwingine anakuja kuambia kila siku nakula vidagaa na vidude, nimepata pesa zangu shilingi 20 naenda kutafuta samaki mnene. Wengine wamenunua vibaskeli, wamekodisha watalii huko, wanalipa dola 5, dola 10, maisha yanakwenda. Kwa hivyo hii shilingi 20 ilikuwa ni kitu ambacho kiliwavutia na kimefaa watu. Sasa sikwambii shilingi 50, nyinyi mnaijua shilingi 50. Shilingi 50 pesa kubwa kwa mzee. Kwa hivyo kwanza sisi tunaishukuru sana serikali. Sisi mdau wetu mkubwa serikali ndio inotubeba. Mnamuona katika vitu vyetu zote tuna nembo yetu na nembo ya serikali, kwa sababu tunaenda nao sambamba. Na tunashukuru serikali inatuona vizuri. Kwenye wizara yetu ya wanawake na watoto, kuna wizara zingine, lakini tuna masikitiko kidogo kwamba katika wizara zote, katika shughuli zote watu wanataja walemavu, wanawake na vijana. Hawajui kama kule kwenye wazee kuna watu waliokuwa hawajiwezi. Manake katika tunakuwa marginalized people ambao ni wazee wamo katika umoja duniani, internationally marginalized people wako wazee, watoto, wanawake, vijana wanatiwa. Lakini sisi Unguja hawatii. Na bahati mbaya pia Unguja ilitokea kesi ambayo hatuipendi, lakini alhamdulillah isharekebishwa, kwa mzee wa Unguja aanze miaka 70. Wakati mzee kimataifa ni miaka 60 dunia nzima. Wajapani wanafika miaka 85 ndo mdogo, lakini wanafika mpaka 100, 120, 100 na ngapi. Lakini umri uliokubalika duniani ni miaka 60. Sisi tukaikiwa 70, lakini alhamdulillah sasa hivi wameibadilisha wizara yetu, imekuwa mzee anatambulika kwa miaka 60. Sisi ilipotambuliwa kwa miaka 70 tukasema sisi hatumo, sisi tayari tuko kwenye 70. Nyinyi wenyewe mnokuja mjajijua, manake ukifika miaka 60 ile kufanya kazi unaona tabu. Ile kufanya kazi upande magazi ushuke manani unashafika 60 unaona siku yangu lini itafika niondoke.
lakini sikwambii mwekewe kiumri cha 70. Tukamwambia hii haitudhuru sisi, itadhuru the coming generation, nyinyi mnokuja ndio itu. Lakini wametanabahi, kwa hivyo inshallah inabadilishwa sheria ili inakuja vile vile kama ilivyo kimataifa. Lakini vile vile malengo ya Jiwaza, tunataka wazee waishi maisha marefu yenye afya na amani. Tumewasomesha wazee katika mabaraza kujitizama afya zao. Cha kwanza, mtu abadilishe mwenendo wa maisha ulivyo wa zamani. Akisha miaka 60 lazima ajue kama kishabadilika. Kubadilika kwake yanahitaji kwanza chakula bora, sio pilau na biriani wala makeki na mapiza. Anahitaji mazoezi, asikae sedentary life akapaa pale juu kiti cha uvivu akamwambia nini, mara akija anamwambia sijanywa chai. Akikaa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili anaharibika kichwa kama hatoki. Sasa tunawafundisha kwamba socialize, waingie katika mambo ya jamii, maharusini wende, mazikoni wepite, watu wazungumze, na kwenye mabaraza ndo forum yao ambao wanakwenda kuzungumza mambo yao. Mwaweka kwenye mabaraza ili uende kwenye mabaraza, ndio mimi na mwana mguu na mwana kiuna, atawakuta na wenzie 5 au 6 maradhi hayo, wataambizana nini cha kufanya. Wana shida yao kwa mwakilishi. Kwa nini? Kwenye baraza mwakilishi atakuja. Kwenye mtu mmoja akenda, mwakilishi atampa shilingi yake 10 aondoke ende zake. Lakini ikenda kwenye baraza, mwakilishi atasikiliza sauti ya watu wengi wanosema na hayo yashafanikiwa. Wengi mmewasikia, wengine wamefanywa hivi, wengine wanaletewa outreach kuja kupimwa afya, kwa sababu wako katika kikundi. Na katika mabaraza, baada ya kuwafundisha kuwa wasikae, baada ya kufundisha wale vizuri, tumewafundisha mazoezi pia, wafanye mazoezi ili mtu mwili wake uwe umechangamka. Siku ya kupinga udhalilishaji kwa wazee duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 15 ya mwezi wa 6 kwa lengo la kuwaenzi na kupinga vitendo vya udhalilishaji, ikiwa na kauli mbiu ya mwaka huu, wazee ni hazina kwa taifa, tuwalinde, tuwatunze. Zura Salim, SK Online TV.